Bwana Yesu apewe sifa. Wana wa Mungu tena. Ninamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku nzuri na wakati mzuri aliyotupatia. Tunaendelea tena kujifunza maneno ya Mungu leo na tunaendelea na sehemu inayofuata ya pale ambapo tulishia kwenye kipindi kilichopita, na tunajifunza Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 ambayo inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Na maandiko ambayo tulisoma ni Mathayo 11:27 hadi 30. Anasema, Yesu akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yote ambaye mwana apenda kumfunulia. Mstari wa 28 anasema, njooni kwangu, na ndio mstari wetu wa msingi. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa kuwa nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Nisema kuna mambo mawili ambayo tutayazingatia sana kwenye mafundisho haya. Jambo la kwanza nisema, ili tamko alilosema njooni kwangu ni tamko lisilo na mipaka, ni tamko wazi, ni open call to everybody. Tamko lisilo na mipaka kwa watu wote, tamko la wazi kwa kila mtu. Lakini jambo la pili ni tamko linalodhihirisha uwezo wa mtamkaji. Sio tamko mtu anaweza kutamka vyovyote yeyote, ni tamko ambalo linadhihirisha uwezo wa yule anayetamka. Kwa hiyo tulianza kuangalia kipengele cha kwanza, ni tamko lisilo na mipaka. Nikasema tamko lisilo na mipaka kwa maana ya kwamba halina mipaka ya watu, aina ya watu. Ni tamko wazi kwa kila mtu, mkubwa, mdogo, mzee, kijana, maskini, tajiri, rangi zote, dini zote. Ni tamko ambalo halichagui wala halibagui aina ya mtu. Anasema njooni kwangu ninyi nyote, bila kujali wewe ni mtu aina gani. Lakini ni tamko ambalo halina mpaka wa idadi ya watu, kwamba wameshakuja 100,000 imetosha, wamekuja 10,000, milioni 1 imetosha. Tamko ambalo linaweza kutukusanya wote, hata kama watu wote bilioni 7 tukienda kwa Yesu, bado wote tunaweza tukapata nafasi ya kuhudumiwa. Yesu hawezi kuzidiwa, Mungu hawezi kuzidiwa. Lakini jambo la tatu nikasema ni tamko ambalo alichagui wala alibagui aina ya mzigo au masumbufu alionayo mtu. Una jambo lolote ambalo limekulemea, kama ni dhambi, kama ni ugonjwa, kama ni nguvu za giza, kama ni kukosa amani, kama ni kukosa furaha, kama ni utumwa wa tabia fulani, kama ni ulevi, addiction ya tabia mbalimbali, ulevi wa vitu vibaya, vitu fulani, vyote viko vimeitwa. Mtu aina yote, aina hiyo ndio taja, ameitwa pia. Kwa ni tamko ambalo alichagui aina ya masumbufu alionayo mtu. Na nikawa naeleza pia kigezo kikubwa lazima ni huyu mtu tu maadamu amegundua ana mzigo na masumbuko fulani ya moyo au nafsi yake, huyo mtu anakaribishwa na wito ni kwa ajili yake. Na nikasema kusumbuka inamaanisha kupambana na vitu fulani ndani ya moyo, kutopata mipenyo, kutokuwa na mipenyo, kukosa amani, kutokuwa na utulivu, kushindwa kuwa na utulivu kiwango cha kufanya maamuzi sahihi, kuwa na hali ya sintofahamu, hali ya kutokuwa na uhakika, wasiwasi na mashaka kwa kila unachokifanya. Hiyo yote ni mizigo ambayo ni kusumbuka ambako Yesu amekuongelea hapa. Mizigo au kulemewa inamaanisha ni kubeba kitu kilichokuzidi uwezo wako, kilichokuzidi nguvu, au kinachokufanya ufanye kazi chini ya kiwango, kinachofanya ushindwe kutimiza kile ambacho, ule uwezo ambao unajua Mungu amekupa ndani yako. Na nikasema ni nini hasa kinaweza kumlemea mtu, na ndipo niliishia hapo. Ni nini ambacho kinaweza kumlemea mtu? Namba 1 nikasema kinachoweza kulemea moyo au nafsi ya mwanadamu, kitu cha kwanza ni dhambi. Kitu cha kwanza ni dhambi. Dhambi ni mzigo mzito. Dhambi ni mzigo. Kila ambaye anakaa kwenye dhambi yuko chini ya utumwa, yuko chini ya ufungwa. Biblia inasema kila atendaye dhambi ni wa ibilisi, au ni mtumwa wa ibilisi, ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kinaweza kulemea moyo wa mwanadamu ni dhambi. Na kwa mtu yote ambaye ana dhambi na mzinga kwa upesi, tulisoma Waebrania 12 mstari wa 1, anasema tuweke kando kila mzigo na
na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Una jambo ambalo limekuwa linakuzinga, ukitaka kupiga hatua linakuminya, linabana miguu yako, linabana hatua zako, dhambi ambayo inakuzinga kwa upesi. Yesu anakuita. Hata kama umejaribu umeshindwa, bado Yesu anakuita. Yesu anaweza kukutoa kwenye kifungo cha dhambi. Anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Moja ya mzigo ni mzigo wa dhambi. Hata wengine wao wanalisoma ili andiko, wanasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi. Japo ili andiko alijasema na mizigo ya dhambi, limesema mizigo, lakini moja ya mzigo ni dhambi. Kwa dhambi ni mzigo wa nafsi. Moyo wa mwanadamu haukuumbwa kuishi maisha ya dhambi. Mungu alituumba tuishi maisha ya haki na kumpendeza. Ndio maana kuna hali fulani ya kufurahi na kuridhika mtu anapoishi maisha ya haki, na kuna hali fulani ya kupata shida kwenye moyo mtu anapoishi maisha ya dhambi. Ni wajibu wa kila mhusika kufanya maamuzi thabiti na ya kwenda mbele za Yesu, kumwendea Yesu na kuweka kando kila dhambi inayomzinga kwa upesi. Biblia inasema ukitenda mema utapata kibali. Usipotenda mema, dhambi iko mbele yako inakuotea, lakini inapaswa uishinde. Kila mtu ambaye amemkimbilia Yesu anapaswa kufanya maamuzi ya kushinda dhambi, na si kwa uwezo wetu wala kwa nguvu zetu, bali ni kwa kazi nzuri Yesu aliyofanya msalabani. Sisi kazi yetu ni kuitikia wito na kwenda mbele zake na kukubali kujifunza kwake na kukubali nira yake iwe nira yetu, alafu tutaona Mungu anatufungua chini ya vifungo vya dhambi. Mzigo wa pili ambao unaweza kulemea moyo wa mwanadamu ni mzigo unaitwa mzigo wa masumbufu ya maisha. Na hapa ndio wengi tumenasa, wengi tunalemewa sana na masumbufu ya maisha. Biblia inasema kwenye Mathayo sura ya 25, Mathayo sura ya 25, Mathayo sura ya 6 mstari wa 25, Mathayo sura ya 6 mstari wa 25. Anasema kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Anasema waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala wavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi sio bora kupita hao? Anasema ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokote. Nami nawaambia kwamba hata Suleiman katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo wa hayo. Basi ikiwa Mungu yavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho utupwa karibuni au kwenye tanuru, je, hata zidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Anasema msisumbukie basi maisha, mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana haya yote mataifa huyasumbukia, hayo mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Anasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukia kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku maovu yake. Haya maandiko ukiyasoma vizuri, kuna watu wanajaribu kufikiri kwamba labda Mungu alisema tusifanye kazi. Unajua unaweza ukafanya kazi huku unasumbuka, na unaweza ukafanya kazi huku usumbuki. Yaani masumbufu ambayo anayasema ni ndani ya mioyo. Kwa sababu hapa anasema kwenye ule mstari wa 30, anasema basi ikiwa Mungu yavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho utupwa karibuni au kwenye tanuru, je, hata zidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Kwa hapa kitu anachozungumzia hasa ni kutokuwa na imani ndani, ambayo inatupelekea kuwa na masumbufu, kwamba lazima niwe na utulivu ndani. Mtu yote ambaye ana imani ana utulivu ndani. Anaposema tusisumbuke, maana yake tusiwe tuwe na utulivu ndani yetu. Kwa hata kama ninafanya kazi, sipasi kusumbuka kwamba humu ndani nakuwa napata shida hivi, nitafanikiwa sitafanikiwa. Au kama ninakutana na changamoto fulani, nisiwe nasumbuka ndani, niwe na imani. Yani ndani yangu pawe na utulivu, pawe pameseto. Unajua mtu yote ambaye ana imani ni mtu ambaye ameseto ndani, ana utulivu. Huwezi kuwa na imani na hapo
hapo hapo ukawa huna utulivu. Huwezi kuwa na imani hapo hapo ukawa huna utulivu. Wakati ukiwa kwenye imani utakuwa na utulivu, utakuwa na amani. Wakati hauna imani utakuwa huna utulivu, utakuwa na wasiwasi. Na hayo ndio masumbufu ya maisha ambayo anayazungumzia. Kuna watu maisha yao yamejaa masumbufu. Yaani akiwa kazini, akiwa hana kazi anasumbuka, hivi nitaishije bila kazi. Akipata kazi anaanza kusumbuka, hivi sijui nitafukuzwa kesho au kesho kutwa. Yaani ndio maisha yake. Chochote anachopata anakuwa kwenye masumbufu. Anaweza wakati ana hela anafikiri ndio ana masumbufu, lakini akipata hela anaanza kuhangaika, hivi hela zikiisha nitapata wapi nyingine. Yaani kila hali ambayo unamweka bado anakuwa na masumbufu. Huo ni mzigo. Biblia inasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Ndani yako huo ni mzigo. Kama una hali ya masumbufu, kuna mtu akiumwa kichwa anasumbuka, yani anapata masumbufu ndani yake, sijui nitakufa, sijui nitapona. Akipona anaanza kupata masumbufu, sijui nikipita hapa nitambukizwa tena. Yani ana masumbufu akiwa mzima, ana masumbufu akiwa mgonjwa, ana masumbufu akiwa na kazi, ana masumbufu akiwa hana kazi. Maisha yake yote yamejaa hofu na masumbufu. Hayo maisha sio maisha Mungu aliyotukusudia. Usumbufu wa maisha ni mzigo. Kuna watu wana mizigo ambayo inaitwa usumbufu wa maisha. Biblia inasema msisumbukie. Anasema angalieni ndege wa angani. Ndege hata siku moja hasumbuki. Biblia inasema hawapandi, hawavuni, hawakusanyi ghalani, lakini Mungu anasema lakini baba yenu anawatunza. Kama Mungu anaweza kuwatunza ndege, anashindwaje kukutunza wewe? Lakini Mungu anataka kwanza tuwe na utulivu. Ndani yetu kuwe na utulivu. Biblia inasema tukisita roho ya Mungu haina furaha na sisi. Na furaha ya Mungu ni nguvu zetu. Kwa hiyo tukisita nguvu za Mungu haziwezi kukaa kati yetu. Ukiwa na hali ya kusita, Biblia inasema hatujapewa roho ya hofu, tumepewa roho ya ujasiri na nguvu na moyo wa kiasi. Watu wengi wanaishi kwenye hofu na hofu za maisha. Akisikia ili anaogopa, akisikia sijui mafuta yamepanda bei anaogopa. Akisikia mafuta yamepanda bei anaogopa, akisikia vita anaogopa, akisikia yani kila kitu anaogopa. Na shetani ametujaza hicho. Ni kama vile dunia imejaa taarifa mbaya kuliko taarifa nzuri. Kwa hiyo kuna watu wamejaa hofu. Akipanda kwenye gari anaogopa kupata ajali, akifika pia anaogopa kitu. Yani kuna watu masaa yote wanaishi kama kuna jambo baya litawatokea. Hayo ni masumbufu ambayo Yesu anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Masumbufu ya maisha. Biblia inasema kwenye Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7, anasema msijisumbue kwa neno lolote. Hakikisha kila kitu unachokutana nacho usijisumbue. Hata kama unakutana na changamoto usijisumbue. Kujisumbua kukusaidia lolote. Kimsingi unapokuwa kwenye hali ya masumbufu, akili yako pia inakuwa haijatulia na uweze kufanya maamuzi sawa sawa. Unapokuwa kwenye hofu, mashaka na wasiwasi, hata jambo la jepesi unaweza ushindwe kulitatua. Lakini unapokuwa kwenye hali ya utulivu, ni rahisi kufanya maamuzi sahihi na kufanya utatuzi sahihi kwenye mambo ambayo yanakukabili. Anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Kwa kitu ambacho unatakiwa kwenda kufanya wakati wa masumbufu, wakati jambo lolote ambalo umeona aliko sawa limekupata, hakikisha unapata muda wa kwenda mbele za Mungu kusali na kuomba. Na ukiwa kwenye masumbufu utaomba. Ukiwa kwenye masumbufu utalalamika, utapiga magoti, utashindwa kuomba, lakini ukiwa kwenye utulivu ndipo utaweza kuomba. Anasema katika kila neno kwa kusali, kuomba pamoja na kushukuru. Ukiwa kwenye masumbufu huwezi kumshukuru Mungu. Utaona tu ubaya, utaona mambo ambayo Mungu hajafanya, lakini ukiwa kwenye utulivu ni rahisi kuona vitu vya kumshukuru Mungu. Anasema pamoja na kushukuru haja zenu zijulikane na Mungu. Anasema na amani ya Mungu inayopita akili zote itahifadhi mioyo yenu. Unapoenda mbele za Mungu, unapopeleka mzigo wako mbele za Mungu, unapopeleka mzigo wako mbele za Yesu, masumbufu yako mbele za Yesu, kitu cha kwanza ambacho kitatokea ni amani, kuhifadhi moyo na kuhifadhi nia. Kwenye moyo ndipo Mungu anawasiliana na sisi, kwenye nia ndipo taarifa mbalimbali tunazichakata. Nia ni kitovu cha nafsi, moyo ni kitovu cha roho zetu. Anasema na amani itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Unapopatwa na jambo gumu au shida yote, unaweza ukafanya mambo mawili.
na uweze kufanya yote kwa pamoja. Jambo la kwanza unaweza ukafanya ni kujisumbua. Jambo la pili unaweza ukafanya ni kumtwika Yesu mzigo wako. Ukimtwika Yesu mzigo wako utajisumbua. Ukiona unasumbuka sana ndani ya moyo, unakosa amani, hiyo ni ishara nje ya kwamba hujamtwika Yesu mzigo. Na ukiona una amani pamoja na kwamba changamoto ipo, hiyo ni ishara kwamba hilo jambo Yesu analishughulikia. Hata niliwahi kufundisha hapa, Yesu akaambia usiogope, amini tu, kwa sababu nimeshalichukua hilo jambo na umeshanitwika, ni mali yangu. Kwa hiyo unaweza kufanya jambo mawili. Unaweza ukaamua kujisumbua au unaweza ukaamua kumtwika Yesu. Unaweza ukaamua Yesu abebe masumbufu yako, au unaweza ukaamua ukajisumbua mwenyewe. Unajua unaweza ukawa mbeba mzigo, alafu ukapata lift ya gari, alafu mzigo labda mzito umebeba kichwani, ukapata lift ya gari. Kuna maamuzi mawili. Unaweza ukaamua ule mzigo uendelee kujitwika kichwani huko kwenye gari. Ni kweli unasafiri lakini una mzigo wako kichwani. Ila unaweza ukachukua ule mzigo, ile gari ukauweka juu ya ile gari, na wewe ukakaa pembeni ukawa bado una mzigo. Kwa hiyo unaweza ukaamua. Na hili ni swala la kuamua kwamba kuanzia leo sitajisumbua. Na neno la Mungu ambalo tumesoma linasema hivi, ni nani ambaye amewahi kujisumbua akaongeza urefu wa nywele zake au urefu wa mkono? Alafu Mungu anasema kama hako kakitu kadogo hivyo mnashindwa kufanya, kakitu kadogo kuongeza urefu wa mkono wako, urefu wa nywele zako, urefu wako wa mwili, kama hicho kitu unashindwa kufanya, kwa nini ujisumbue kwa ajili ya maisha? Ni kweli tunapaswa kufanya kazi, kutafuta kwenda hivi na hivi, lakini hakikisha ufanyi katika hali ya masumbufu. Usifanye kazi katika hali ya masumbufu. Yaani usifanye kazi kwenye platform ya usumbufu. Hakikisha uko kwenye platform ya amani. Ni kweli inawezekana una hela, una changamoto fulani, wakati unaendelea kutatua ile changamoto, hakikisha uko kwenye msingi wa amani, kwenye platform ya amani. Na ni vipi tunaweza kufanya hivyo? Ni kumkabidhi Mungu lile jambo. Hakikisha umemkabidhi Mungu na moyo wako umepata amani kwenye maombi na kwenye kusali na kumshukuru Mungu. Alafu baada ya hapo anza kulishughulikia bila masumbufu. Kama ni mgonjwa, una mgonjwa, hakikisha umepata amani, neno la Mungu limeseto ndani ya moyo wako, alafu anza kushughulika na vitu vingine vinavyohusiana na tiba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo neno la Mungu linasema tusijisumbue kwa neno lolote. Na kitu kimoja kinatesa mioyo yetu ni masumbufu ya maisha. Na masumbufu ya maisha yamefanya watu wengine wanapata changamoto mbalimbali za maisha wanazokutana nazo. Zimefanya watu wengine wanapata vidonda vya tumbo. Unajua vidonda vya tumbo ni magonjwa ya kitabia, na ni magonjwa ambayo yanaonyesha huyu mtu ameshindwa kuhandle hilo tatizo au changamoto anazokutana nazo. Ni magonjwa yanaonyesha udhaifu wa moyo. Vidonda vya tumbo ni magonjwa yanaonyesha udhaifu wa moyo. Mimi sijali hata kama vilimpata mtu kwenye matatizo aina gani, ni kwamba tu kuna namna fulani alishindwa kuyakabili yale matatizo kwa usahihi, yakampelekea vidonda vya tumbo. Ndio maana kuna wengine ambao tatizo hilo alikumpelekea vidonda vya tumbo, lakini mwingine tatizo hilo likampelekea vidonda vya tumbo. Magonjwa ya moyo pia ni magonjwa ya kitabia, na inasababishwa na kuwa na masumbufu, kubeba yale masumbufu ya maisha. Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote. Shida hiyo inaweza ikasababisha usumbufu kwa mtu mmoja, na shida hiyo inaweza isababishe kwa usumbufu kwa mtu mwingine. Kwa hiyo tatizo aliko kwenye tatizo liko kwa yule ambaye anapata hiyo changamoto. Kwa hakikisha ndani yako unamtwika. Biblia inasema kwenye Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7, anasema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Hakikisha ubebi fadhaa yoyote. Mimi nishajifunza, mimi sibebi fadhaa yoyote. Hata sio kwamba usikutane na changamoto, sio kwamba hautakutana na changamoto, lakini jifunze kutokubeba changamoto kwenye moyo wako. Yuko ambaye yuko tayari kutubebea. Anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Kama bado unasumbuka, maana yake hujamkabidhi yeye. Anasema huku mkimtwika, Petro wa kwanza 5:7, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Kwa sababu gani? Anasema kwa sababu yeye hujishughulisha sana na mambo yenu, lakini anajishughulisha na mambo yetu ambayo tumemtwika. Mungu hakunyang'anyi. Kama unaendelea kunyang'ania shida yako, Mungu ataendelea kuacha nayo. Lakini ukiitikia, ndio maana haja akuvuti, anakuambia njoo wewe mwenyewe unitwike mzigo wako, unitwike fadhaa zako. Mwambie Mungu, nimekaa na hizi fadhaa kwa muda wa kutosha, nimekaa na hizi changamoto kwa muda wa kutosha. Leo ninaamua kukutwika wewe, na ninakuja mbele zako na kutwika wewe fadhaa zangu. Na Mungu utaona namna ambavyo anajishughulisha na mambo yako, anajishughulisha na mambo yetu. Jambo la tatu, ni nini kinaweza kulemea moyo na kusumbua? Jambo la tatu
ni nguvu za giza, nguvu za giza. Sasa hapa kwenye nguvu za giza nitaongea magonjwa yako kwenye nguvu za giza, na vifungo mbalimbali vya mapepo viko pia kwenye nguvu za giza. Nitaeleza tu kwa kifupi sana kwenye ile eneo, sio kwamba ni eneo ambalo ni pana sana, lakini nitaeleza kwa kifupi. Moja ya eneo ambalo linaweza kutesa nafsi ya mwanadamu na mwili wa mwanadamu ni nguvu za giza au mapepo. Hasa vinakaa kwenye nafsi na kwenye mwili wa mwanadamu. Kwenye nafsi kuna athirika kwenye maeneo yafuatayo. Kwa mfano, mtu akiwa anateswa na nguvu za giza, ana kifungo au ana mzigo, nguvu za giza zimemfunga nafsi, huyu mtu anaathirika kwenye maeneo hasa matatu: eneo la akili, eneo la hisia na eneo la utashi. Eneo la akili, eneo la hisia na utashi. Eneo la akili ni nia pia inaitwa, au uwezo wa kufikiri au wa kuchakata taarifa. Mtu yote ambaye amefungwa na nguvu za giza, ana mzigo, nguvu za kipepo zimemtia mzigo, atapata shida kwenye eneo la akili, namna ya kufikiri na kuchakata taarifa. Atapata shida kwenye eneo la hisia, tamaa, hasira, furaha na nini, hiyo eneo litaathirika. Lakini pia atapata shida kwenye eneo la utashi au uwezo wake wa kufanya maamuzi. Kwa mtu aliyelemewa na nguvu za giza kwenye eneo la nafsi, anajikuta anaathirika kwenye hayo maeneo matatu. Kwa mfano, mtu aliathirika kwenye eneo la akili au akili au eneo la maamuzi kutokana na kifungo cha nguvu za giza, anaweza akaletewa taarifa fulani na akaipokea tofauti na kawaida, na ile taarifa ikamfanya kuamsha hisia fulani zisizo za kawaida. Naposema kuletewa taarifa, inaweza ikawa kwa kuambiwa au kwa kutazama, zikaamsha hisia fulani mbaya zisizo za kawaida, na mwisho wake ikampelekea kufanya maamuzi yasiyo ya kawaida. Mtu anaweza akaletewa labda taarifa ya kuachwa, kukataliwa, au aina fulani ya taarifa na mtu wa karibu, na akajikuta anapata hisia fulani za hasira na hisia mbaya, ambayo inaweza ikampelekea kufanya kitu kibaya kama kujiua. Hiyo ni udhihirisho kabisa wa nguvu za giza. Au anapata taarifa fulani anampelekea hisia fulani za wivu kiasi kwamba anaamua kujiua mwenyewe au kuua mtu au kufanya jambo baya lolote. Huyu mtu manake ana shida, amelemewa na nguvu za giza kwenye ambazo zinaathiri maeneo yako. Ukitaka kujua kuna nguvu inakutesa, angalia reaction zako, namna ambavyo unafanya maamuzi kutokana na vitu vya nje. Unajua kuna action na reaction. Action ni matendo ambayo mtu anaamua kufanya baada ya kuwa amefikiri sawa sawa na kufanya maamuzi sahihi. Lakini reaction ni matendo ambayo mtu anaamua kufanya kutokana na kile kitu alichofanyiwa. Hiyo inaitwa reaction. Sasa mtu ambaye mara nyingi ana shida sana na vifungo hivi kwenye nafsi yake, huwa mara nyingi anaitikia kwa reaction. Yaani ukweli ni kwamba anafanya maamuzi fulani ambayo yamesababishwa na kitu fulani alichofanyiwa nje, alafu mwisho wa siku baada ya yale maamuzi akija akitulia, ni kama vile akijiangalia anasema ni kama vile kuna mtu alikuwa ananisaidia kuamua, sio mimi niliamua hiki kitu. Maana yake huyu mtu yuko kwenye kifungo cha aina fulani ya nguvu fulani za giza ambazo zinatesa nafsi yake. Kwa hiyo ni aina mojawapo ya kulemewa ambayo Yesu ameiongea. Yesu amesema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa. Lakini pia kwenye hii vifungo vya nguvu za giza, kuna watu ambao wanaendeshwa kufanya vitu fulani. Kwa mfano, mtu yote ambaye anavuta sigara, anataka kuacha sigara lakini anashindwa kuacha. Huyu mtu kimsingi kuna nguvu iliyo nyuma yake ambayo inamzidi. Mtu anataka kuacha pombe, anashindwa kuacha pombe japo anataka sana kuacha pombe. Maana kuna nguvu nyingine inamkandamiza. Huyu mtu amelemewa na nguvu nyingine. Mtu anataka kuacha uzinzi, lakini kuna nguvu nyingine inamfanya ashindwe kuacha. Mtu anataka kuacha hata vyakula ambavyo vingine si dhambi ya moja kwa moja lakini vimemfunga, vilevi mbalimbali. Mtu labda ana shida ya kula mikaa. Kuna watu wanakula mkaa, nimewakutana nao, lakini anashindwa kuacha kula mkaa. Mwingine anakula udongo, anashindwa kuacha kula udongo. Mwingine anakula mabarafu, anatafuna zile barafu, yani anaweza akachukua hata bakuli zima la barafu anatafuna zile, na anashindwa kuacha. Chochote ambacho una control nacho, kuna nguvu nyingine iko nyuma yake.
Mungu alivyotuumba, alivyomuumba mwanadamu, alimuumba na uwezo wa kufanya maamuzi. Na kati ya kitu Mungu haingilii kwa mwanadamu ni uwezo wa maamuzi. Ndio maana hata hapa anasema njooni kwangu, lakini hakuingilii. Anakuambia wewe uje, wewe ufanye maamuzi ya kuja. Ukikataa, ukatoka. Kuna mahali pengine kwa Biblia anasema kwamba ninaweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Alafu anakuambia chagua baraka na uzima upate kuishi. Lakini hakuchagulii, kwa sababu Mungu anaheshimu maamuzi yako na maamuzi yangu. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao, lakini hakulazimishi, hakuvuti, hakusukumi. Anakupa chaguo wewe mwenyewe, unaweza kuja au usije. Na moja namna eneo ambalo Mungu analiheshimu ni eneo la utashi. Kwa ukiona chochote ambacho huwezi kufanya maamuzi mwenyewe, kuna uwezekano mkubwa kwamba kuna nguvu nyingine iko nyuma yake, iko nyuma hapo, inakupush, inakulazimisha. Na hiyo nguvu ni kitu ambacho kimekulemea, unahitaji kuja kwa Yesu. Kwa una jambo lolote, una addiction yoyote, umeshindwa kuacha jambo lolote ambalo unataka kuacha, umeshindwa kuacha, maana kuna nguvu nyingine. Hiyo ni aina mojawapo ya kulemewa, hiyo ni aina mojawapo ya kulemewa na nguvu za giza. Kwa hiyo unapaswa kuja kwa Yesu. Lakini kwenye eneo la mwili pia, kwenye eneo la mwili, mtu ambaye amelemewa, kuna nguvu za giza ambazo zinafanya kazi kwenye maeneo ya miili yetu. Wengine amelemewa na magonjwa ya kipepo, magonjwa ya nguvu za giza. Lakini hata kama ugonjwa huo si moja kwa moja wa kipepo, lakini kila ugonjwa chimbuko lake ni adui. Chimbuko lake kuna nguvu ya adui nyuma yake. Mungu sio muasisi wala mwanzilishi wa magonjwa. Shetani ndio muasisi na mwanzilishi wa magonjwa. Maana yake wote tunaitwa, Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa. Kulemewa kwenye nafsi na kwenye mwili ni aina mojawapo ya vitu ambavyo Yesu alikuja kushughulikia, na ndi moja ya tamko ambalo Yesu analisema kwetu. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa. Sasa kwa sababu ya muda nitaishia hapo, na ninataka niombe kwa wale ambao wanataka kuitikia wito na yuko tayari kuitikia wito. Kama unaumwa, unaweza ukaweka mkono mahali ambapo unaumwa ni kuombee. Na kama una addiction, una kilevi chochote kinakutesa, weka mkono kwenye moyo wako na nitaomba. Na kama unataka kumpa Yesu maisha yako pia, weka mkono kwenye moyo wako na nitafuatisha haya maneno wakati ninaomba. Bwana Yesu, sema: Bwana Yesu, nimesikia tangazo lako na wito wako. Niko tayari sasa, unisaidie na unitue mizigo yangu, mizigo ya dhambi, mizigo ya masumbufu ya maisha, na mizigo ya vifungo mbalimbali. Niko tayari, unisaidie leo na unifungue, na mizigo yote ya magonjwa uniponye nayo, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Weka mkono ambapo unauma na nitakuombea, na nitaomba pia kwa ajili ya kila aina ya addiction. Mungu awafungue. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, jina lenye nguvu, ninatamka uzima na kufunguliwa kwa kila mgonjwa ambaye sauti hii inafika kwake. Uzima wa Mungu, uzima wa Roho Mtakatifu, uzima wa Yesu Kristo ulio nyuma ya haya maneno upite kwenye mwili wako na kukausha kila aina ya ugonjwa kwa majina yake, kila ugonjwa kwa jina lake. Ninakuamuru ondoka ndani ya mwili huo. Maumivu aina zote, ondoka kwenye huo mwili kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Uwe mzima na ufunguliwe. Kila aina ya kifungo, addictions, ulevi aina zote, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hizo nguvu za giza ambazo zinawajibika na huo ulevi, zimwachie mtu wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Ulevi wa pombe, sigara, ulevi wa tamaa mbalimbali, ulevi wa vyakula visivyofaa, mchanga, udongo, ulevi wa kula mikaa na kila aina ya ulevi, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakuamuru mwachie kila anayesikiliza maombi haya na sauti hii inayomfikia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaamuru uzima wa kimungu upite kwenye mwili wako na kwenye nafsi yako, na kila nguvu za giza zikuachie sasa kwa jina la Yesu. Asante Mungu mwenye nguvu, kwa sababu wewe ni Mungu mwema na umewaponya watoto wako, katika jina kuu la Yesu Kristo, amen. Unaweza ukajicheki na utagundua Mungu amekufungua. Unaweza ukawasiliana na mimi kwa namba 0754 711
247. Mimi naitwa Mwalimu Francis Langula. 0754-711-247, na ninashauri utume message ya kawaida au message ya WhatsApp au Telegram, zote nitazipata na nitakujibu hata kama nikichelewa kidogo, lakini nitazijibu. Nitakapokuja tena nitaanza sasa sehemu ya pili haya mafundisho. Nisema jambo la kwanza, nisema ili ni tamko lisilo na mipaka. Jambo la pili ni tamko linalodhihirisha uweza wa yule anayetamka. Kwa hiyo tutakuja tena, tutaangalia uwezo wa yule anayetamka na tutakuwa tunaendelea. Mungu awabariki sana. Tutaendelea tena Mungu atakapotupa nafasi. Amen.